aliyetokea kwenye familia mbili tofauti ni kazi sana, kwa sababu huwa si mtu ambaye atakubali kuelekezwa na kuitii sauti. Ndiyo maana iliwekwa sheria, iliwekwa Torati. Wakati enzi hizo kulikuwa hakuna Torati. Wakati wa kina Ibrahim na Isaka hakunaga Torati huko. Ilipofika wakati wana wa Israeli hawaongozwi, Mungu alipoona hawa wana kiburi, hawatii sauti wala hawaelewi. Hii ndio inadhihirisha kwamba watu wana kiburi na hawaelewi. Kuanzia kwaya, waumini, watu wana kiburi hawaelewi. Kwa sababu gani? Kuna roho za kiburi ziko ndani yao, na hizo roho huwa ndizo zinaishi ndani yao, na huwa hawataki kuzikataa zile roho. Kwa maana kwa ibada kama hii walitangaziwa toka wiki ile iliyopita kwamba leo kuna jambo la kinabii, sio kwa sababu ya madhabahu, bali kwa sababu yako wewe unayepiga simu usiku wa manane ulali nyumba kwenye hiyo nyumba, kwa sababu ya kwako wewe unaopiga kelele kwenye eneo lako la biashara kila siku ni chuma ulete, kwa sababu ya wako wewe kwenye nyumba hiyo unayoijenga, kila ukitaka kujenga haufikii, unagota katikati. Mungu alijua hivyo vyote ni roho za kizuizi zinazoishi mahali fulani. Mungu anakwambia unatakiwa ufike madhabahuni saa 9 kwa sababu ya hilo jambo unaloniomba mimi kila siku, kwa ajili ya kukusaidia. Njoo madhabahuni pangu majira ya saa 9, ndipo utakapopokea ufunguo wa kwenda kufungua maisha yako. Lakini mtu anaona kitu cha kawaida, yaani anaona kama ni wa kubembelezwa. Wengine ni mwanakwaya, mpaka sasa hivi eti mwanakwaya yupo, alafu eti ni mwanakwaya. Ukimuuliza ulikuwepo wapi? Nilikuwepo tu nyumbani. Nilikuwa. Ulikuwepo wapi? Kama ulikuwa na majukumu mengine, kwa nini ukufanya siku ile? Siku ya leo uje wemani mwa Bwana. Kama sio dharau ni kitu gani? Unajua kuna wakati, ndio maana inafikia wakati Roho atakataa kuwabariki watu kwa sababu ya viburi. Israeli wengine walikuwa wanapigwa sio kwa sababu yao, bali katikati yao kuna roho ya kiburi. Sasa hizi roho yani ni nzito sana, sielewi ni roho gani, na uelewi watu wanafanya hivi kwa sababu gani.
Eti muulize jirani yako, kwa nini unafanya hivi? Muulize jirani yako, kwa sababu kuna vitu vingine mnakatisha watu tamaa. Kuwafungua watu ni shughuli sana sana. Tusimame tu huko, hata upande wa huko tusimame kote njia, tusimame mstari. Ambaye umekuja na ardhi, njoo mbele na ardhi yako na sadaka yako. Mungu anakuuliza, katika watu 300 waliyekuja kuzikomboa ardhi zao, maana yake kisheria hawa ndio wanatakiwa wanipigie simu wakikutana na changamoto kwenye malango yao, kwenye nyumba zao, sio mtu mwingine. Mimi silali usiku, napigiwa simu tu, limetokea hili, lakini huyo mtu anayepiga simu umuoni kanisani. Kanisani sasa hivi hayuko. Lakini mtu anakupigia simu, baba, nimekuta mtu anachinja kuku nyumbani kwangu. Hayupo hapa, yeye anapiga simu usiku tu. Aya, umeikuta damu kwenye ile ardhi, afu leo wewe hauko hapa. Likitokea la kutokea, unanipigia tena simu, nifanye nini? Nifanye nini? Na ardhi inayotoka kwenye madhabahu unakwenda kuipanda kwenye ardhi ya kwako, kwa maana kila tukio linalofanyika madhabahuni maana yake zimejiconnect na kule kwenye malango yako. Haujaja kupokea ardhi iliyotoka madhabahuni. Ukipata changamoto kwenye ardhi yako, ndio nipigie mimi simu nikusaidie, au msumbua watumishi, au mtumishi asipopokea na asipokusaidia, muanze kuwaongelea watumishi vibaya, kwa sababu ndivyo hivyo mlivyokuwa. Mwingine usipopokea simu, nimepiga simu usiku hajapokea. Utapokelewaje simu usiku wakati wewe sio wa madhabahu hii? Ardhi za madhabahu. Mnaweka ardhi zenu hapa, ndio nyinyi mtakaochukua ardhi hile. Wakati ninazungumza au wakati ninaongea, mliobeba ardhi kutoka sehemu kwenye malango yenu, ardhi moja ndio ina sadaka yake. Usije ukasema umechukua ardhi ya huku ya huku ya huku, umebeba sadaka yake moja. Naomba mnielewe. Ardhi ya sehemu moja, kama umechukua ardhi sehemu mbili tofauti, umechanganya sehemu moja na umebeba sadaka ya agano la ardhi moja, usiweke, urudi. Naongea kwa sababu hii ni mambo ya siri ya rohoni, na kitu kinachokwenda kufanyika hapa ni kwa sababu yenu.
kwa damu ya Yesu Kristo nitazivunja kwa kutiwa mafuta. Ardhi zenu zikanene, zikazungumze, zikaseme. Kila mahali zilipokamatwa na kushikiliwa, kila aliyezika vitu vibaya katika ardhi yako, nguvu ya mamlaka, nguvu ya Mungu ikasimame katika jina la Yesu. Ninaanza kuweka msingi wa mafuta ya kinabii katika jina la Yesu. Mwinjilisti, chukua iko kitunga hapa. Ninatabiri, chukua kitunga iko, rikatembee na ardhi ikaseme, na ardhi ikachanue kinywa, na ardhi ikazungumze, kama Bwana alivyomwambia Ibrahim, nijengee madhabahu ya udongo, na madhabahu yangu usichangamane na madhabahu za miungu mingine. Nami leo ninapanda madhabahu ya Mungu katika ardhi hii, na kila uchawi uliopandwa marangoni pao, uchawi ukaanza kutetemeka, mbingu ikapata kushuka, utukufu ukapata kuonekana daima, katika jina la Yesu Kristo le hai. Eka sadaka yako hapa, nenda kamwage ardhi hapa. Kama umebeba ardhi mbili tofauti na sadaka ziko mbili, sawa. Kama umebeba ardhi mbili tofauti na sadaka ni moja, usiweke. Katika agano la Mungu, hiyo ardhi ikabadilisha historia. Hiyo ardhi ikanene na kuzungumza. Hiyo ardhi ikanene na kuongea, katika jina la Yesu Kristo le hai. Katika jina la Yesu Kristo le hai, ninatabiri, ninaachilia mamlaka. Simama juu makutano. Ninatabiri, ninaachilia mamlaka. Ninatabiri, ninaachilia uweza. Mwinjilisti kibia. Ninatabiri, ninaongea kwa mamlaka niliyopewa na Mungu aliye hai. Kimbia juu wewe. Ninaomba chumvi. Kila mapoza yaliyotamkwa katika ardhi hii, riatosi ya makori ya masi, kila manuizi mabaya yaliyonuiziwa mahali hapa, kwa mamlaka niliyopewa ya kifalme na ya kinabii, ninaikomboa ardhi hii katika jina la Yesu Kristo le hai. Na hii chumvi ikaondoe lahana, ikaondoe matamko, ikaondoe magonjwa, ikaondoe masikini, ikaondoe maagano na makafara. Ninatabiri mamlaka, ninatabiri uweza, ninatabiri ufungulivyo katika jina la Yesu Kristo le hai. Ikataliwe na neema, ikatawaliwe na miujiza ya kimungu katika jina la Yesu Kristo le hai. Baba, achilia mkono wako
ukabadilishe historia. Naomba sali. Hii ardhi, watu wenye ardhi hii wasilie wala kutoa machozi. Ardhi zao zikamiminike asali, ardhi zao zikamee maziwa, ardhi zao zikamee baraka riatozi. Hakuna kuugua, hakuna kuugua. Beba hivyo. Ilete mafuta yale. Anza kuleta mafuta yako kwenye mimbari kwa hivi. Fungua. Kwa mamlaka niliyopewa na Mungu aliye hai, ninaithibitisha ardhi hii ya madhabahu inapokwenda kugusa katika ardhi za watoto wa mahali hapa, marango yao yakafunguke katika jina la Yesu. Marango yao yakawe wazi katika jina la Yesu. Baba, mkono wako wenye nguvu ukapate kuangaza na ukapate kushuka. Ardhi hii inapokwenda kugusa ardhi zao, nguvu ya Mungu ikatetemeke, mamlaka yakashuke katika jina la Yesu Kristo. Patie chumvi. Ninakuthibitisha ewe ardhi, ukawe na mamlaka ya Mungu ndani yako. Unapokwenda kugusa katika matuamo, katika watu hawa, marango yao yakatikisike, milango ya baraka ikafunguke. Hapata kuwa na uchawi wala ushirikina, bali nguvu ya mamlaka inakwenda kusimama mahali pale, kwa maana madhabahu ya Mungu inakwenda kuwa pamoja na watu wake, inakwenda kuwa ni maskani ya Bwana na watu wake katika jina la Yesu. Maziwa haya ninaithibitisha ardhi hii, ninaithibitisha ardhi hii, ninaithibitisha ardhi hii katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Asali hii ninaithibitisha katika ardhi hii ya madhabahu, kwa maana Bwana, ardhi hii inakwenda kujenga madhabahu katika maskani ya watoto wako, na nyumba zao zikawe ni maskani ya Bwana na watu wake, na nyumba zao zikawe ni maskani ya Bwana na watu wake. Ardhi hii inapokwenda kutua, uchawi, ushirikina uliopanda katika yale malango na ardhi zile zikateketee katika jina la Yesu Kristo. Sema, Bwana Yesu, nami niwe mmoja wapo, nami niwe mmoja wapo, nami niwe mmoja wapo, nami niwe mmoja wapo wa kujenga madhabahu ya Bwana katika ardhi yangu. Nami niwe mmoja wapo wa kujenga madhabahu ya Bwana katika ardhi yangu. Sema, Baba, nami niwe mmoja wapo wa kujenga maskani ya Bwana katika ardhi yangu. Sema, Baba, nami niwe mmoja wapo wa kujenga madhabahu ya Bwana kwenye ardhi yangu
katika jina la Yesu. Sema Baba, nakutegemea wewe. Sema Yesu, nakutegemea wewe. Sema Mfalme, nakutegemea wewe. Sema Baba, nakutegemea wewe katika jina la Yesu. Sema amen. Mpe Yesu makofi na vigelegele.